Habari ndugu yangu. Umewahi kujiuliza kwa nini ukisikia mlio wa simu yako, hata kama ni usiku wa manane, moyo unastuka na mkono unaenda moja kwa moja kuitafuta? Hili halitokei kwa bahati. Leo nataka nikuchukue kwenye safari fupi ya kuelewa jinsi tabia zako zinavyojengwa na mazingira yanayokuzunguka. Hatutaingia kwenye maneno magumu ya kitaalamu, tutaangalia kile kinachoonekana wazi kabisa, matendo yako ya kila siku. Kwanza kabisa, elewa hili, tabia zako nyingi hukuzaliwa nazo zote, la hasha. Mazingira yako ndiyo yamekufundisha. Kama programu ya kompyuta inavyofundishwa kufanya kazi fulani, ndivyo wewe pia umefundishwa kutenda kwa namna fulani. Ndiyo maana mara nyingi matendo yanaongea kwa sauti kubwa kuliko maneno. Unaweza kusema hutaki kuangalia simu sana, lakini mazingira yameshakufundisha kuitikia kila mlio. Pointi ya pili ni hii siri ya muunganiko wa ishara na tukio. Fikiria kengele na chakula. Mnyama akizoesha kusikia kengele kabla ya kula, baada ya muda akisikia tu mlio wa kengele, anaanza kudondosha mate hata kama chakula hakijaonekana. Sasa angalia maisha yako. Mlio wa message kwenye simu yako hauna maana yoyote kivyake, lakini kwa sababu umeuzoesha ubongo wako kuuhusisha na habari mpya, furaha au hata pesa, mwili wako unaitikia haraka. Vivyo hivyo kwa hofu. Uoga tulionao ukubwani, kama kuogopa hospitali au polisi, mara nyingi hatukuzaliwa nao. Tulifundishwa tukiwa wadogo kupitia matukio, maneno ya watu wazima au uzoefu wa kuumiza. Pointi ya tatu ni kanuni ya faida na hasara. Binadamu hujifunza kupitia matokeo. Tabia yoyote inayokuletea sifa, pongezi, zawadi au pesa, ubongo wako utaitenda na utataka kuirudia tena na tena. Lakini tabia inayokuletea maumivu, aibu au adhabu, utaanza kuikimbia. Ukweli mchungu ni huu. Mazingira yako ndiyo yanayobonyeza vitufe vya tabia zako kila siku, mara nyingi bila wewe kujitambua. Pointi inayofuata ni mtego hatari wa zawadi za bahati nasibu. Hii ndiyo siri kubwa inayotumiwa kwenye kamari na kubeti. Hushindi kila siku, lakini ile bahati ya mara moja moja inatosha kuufanya ubongo wako uendelee kujaribu. Unajiambia, labda safari hii. Bila kujua, unageuka mtumwa wa mfumo huo, kama mashine inayobonyezwa vitufe, ukiendeshwa na matumaini badala ya akili timamu. Sasa sikiliza hii kwa makini, kwa sababu hapa ndipo kuna habari njema. Kama tabia ilifundishwa na mazingira, basi pia inaweza kufundishwa upya. Hofu haiwezi kuishi pamoja na utulivu. Ukianza kukabiliana na kile unachokiogopa huku ukiwa mtulivu, taratibu unaufundisha ubongo wako kuwa hicho kitu si hatari tena. Ndipo mabadiliko ya kweli huanza. Mwisho kabisa, tambua hili. Sisi ni viumbe wa mazoea na mazingira yana nguvu kubwa sana ya kuchonga tulivyo leo. Lakini je, sisi ni robot tu wa mazingira? Au kuna nguvu nyingine kubwa zaidi ndani yetu, akili ya ndani, hisia na ndoto zako zinazoendesha maisha yetu kwa undani zaidi? Kaa tayari kwa sehemu inayofuata, kwa sababu tutaingia ndani zaidi ya akili ya mwanadamu, tuchambue nguvu iliyojificha ndani yako na maana ya ndoto zako. Asante sana kwa kunisikiliza.